Usiku wa Jumanne uliangukia katika utulivu wenye uzito wa historia mjini Vienna, ndani ya kumbi baridi za shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Wajumbe watatu wenye uzito wa kimataifa walikutana uso kwa uso na mkurugenzi mkuu Rafael Grossi, majina mazito kutoka Iran, China na Urusi, kwani huo haukuwa mkutano wa kawaida, bali pia ulikuwa ni tukio lenye sauti ya kimkakati mithili ya baraza la watunga sera wa dunia wapya. Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi mjini Vienna, ndiye aliyevunjilia mbali pazia la siri hilo kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Wawakilishi wa kudumu wa China, Irani na Urusi wamekutana leo na mkurugenzi mkuu wa IAEA, Bwana Rafael Grossi, kubadilishana maono kuhusu kikao kijacho cha baraza la magavana. Aliandika kwa maneno yaliyotafsiriwa na wengi kama ishara ya ushirikiano unaotia hofu kambi ya Magharibi. Katika ujumbe mwingine, Ulyanov alizungumza wazi. Urusi, China na Irani ni wachezaji wakuu katika mpango wa nyuklia wa Iran. Wao kwa kiasi kikubwa huamua mustakabali wa hali hii. Maneno hayo yalikuwa kama sauti ya radi, ikivunja anga la kidiplomasia, ujumbe kwa wale wanaoamini kuwa mustakabali wa nyuklia wa Mashariki ya Kati bado uko mikononi mwa Washington. Wiki moja kabla ya mkutano huo na Grossi, mabalozi hao watatu walikuwa tayari wamefanya kikao cha pamoja, wakiratibu misimamo yao kwa uangalifu, kana kwamba walikuwa wanapanga mikakati kabla ya pambano. Na sasa macho yote yameelekezwa kwenye kikao cha baraza la magavana kitakachofanyika kuanzia Novemba 19 hadi 21, ambapo suala la Irani litajadiliwa kwa mujibu wa makubaliano ya usalama, yani Safeguards Agreement pekee. Irani kwa upande wake imesimama imara kama mnara wa chuma katika dhoruba ya mashinikizo ya kimataifa, kwani imeahidi kuendelea kushirikiana na IAEA kulingana na sheria iliyopitishwa na bunge mapema mwaka huu. Sheria iliyoizuia nchi hiyo kushirikiana zaidi na shirika hilo baada ya IAEA kushindwa kulaani mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani mnamo Juni. Kwa Teherani, ujumbe ni mmoja: mpango wake wa nyuklia ni wa amani, lakini imetoa onyo la wazi kwamba haitakubali tena siasa za uonevu ndani ya mwavuli wa uchunguzi wa kisayansi. IAEA haipaswi kuwa chombo cha kisiasa kinachotumiwa na nguvu za Magharibi, wamesisitiza maafisa wa Irani mara kadhaa. Kadiri siku zinavyosogea kuelekea kikao cha Novemba hii, dunia inatazama Vienna kwa pumzi iliyoshikiliwa. Ni pale ambapo mizani ya diplomasia, nguvu na heshima itajaribiwa tena, na sauti za Mashariki zinaonekana kuwa tayari kusikika kwa ukali kuliko ilivyowahi kuwa.